Mtazamaji, hii ni kata ya Outrumet. Outrumet ni moja kati ya kata 27 ambazo ziko katika halmashauri ya wilaya ya Arusha. Na kata hii ya Outrumet maarufu iko katika eneo maarufu kabisa ambalo linajulikana kama Ngaramtoni. Ujio wangu kwenye kata hii ya Outrumet ni kuja kumuona mheshimiwa diwani wa kata hii ya Outrumet, Mheshimiwa Joseph Tinayo, ambaye tutazungumza naye mengi kuhusiana na swala zima la utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM toka mwaka 2020 na sasa hivi ni mwaka 2025. Moja kwa moja anaingia ndani kukutana na Mheshimiwa Joseph Tinayo. Katika Mheshimiwa diwani, tuje moja kwa moja kwenye swala zima la toka umeingia madarakani kwa maana mwaka 2020 na sasa hivi ni mwaka 2025. Pengine kwenye sekta mbalimbali za maendeleo, labda tukianza kwenye sekta ya elimu, ni yapi ambayo umeyafanya mpaka sasa ukiangalia unasema kwa kweli kuna mradi huu, kuna hiki, kuna kile, katika uongozi wangu haya tumeweza kuyatekeleza? Asante sana. Naomba nianze na shule ya msingi iliyopo Seuli. Ndio. Ambayo imezoeleka kwamba ni shule ya msingi Ngaramtoni. Ile shule nilipoingia mimi nilikuta ile shule haijawahi kupata mradi wowote kutoka halmashauri au serikali kuu. Walikuwa wanajichangisha fedha, wanasimamia vibanda ambavyo walikuwa wanayo na wanajenga madarasa. Ndio. Lakini nilipoingia mimi mpaka sasa tumeshajenga madarasa 4 pale. Na ni shule ya msingi iliyoko Seuli pale. Ndio. Tulipata pochi la mama, tulijenga madarasa pale, lakini pia tulipata fedha zinazoitwa ni mradi wa boost. Tulijenga darasa pale, lakini pia tulijenga vyoo vya hawa watoto ambao tuseme ni walemavu kwa lugha iliyozoeleka. Kwa tulifanya kazi kubwa kwa upande huo wa Seuli, lakini ukija Kenya na ambapo tuna sekondari pale ya Usiligi, tunayo shule ya msingi. Shule ya msingi pale kuna madarasa 2 yalijengwa kwa nguvu za wananchi. Na hiyo kazi mpaka sasa hivi inaendelea. Lakini pia tunayo ufadhili tuliopata wa ujenzi wa choo ambaye tunajengewa na mfadhili. Na hiyo kazi inaendelea vizuri. Lakini pia ukienda Usiligi, tangu ianzishwe ile Usiligi, nilipoingia mimi nilikuta haijawahi kupata hata 10,000 ya serikali. Ilikuwa inajengwa tu na nguvu za wananchi. Mpaka tunapoongea sasa hivi madarasa yaliyojengwa pale, yapo madarasa 8 yaliyojengwa pale. Madarasa 8. Naomba ukitoka pia upitie uangalie. Sawa kabisa. Ni kazi kubwa imefanyika pale. Ndio. Na ni fedha ambazo tumepata kutoka serikali kuu, kwa maana ya zile fedha tulizopata kwa ule mradi wa COVID. Sawa kabisa. Jenga madarasa 3 pale. Lakini pia kulikuwa na madarasa yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi, ikawa haijakamilika, yalikuwa 2, tumekamilisha. Sasa hivi kienda pale ni mapya kabisa. Lakini baadaye tulipata milioni 75. Ndio. Na ambazo tulijenga yale mapya yaliyopo karibu na jengo la mwalimu mkuu wa shule. Ndio. Lakini pia tumejenga vyoo vya kisasa kabisa pale Usiligi. Naam. Ukienda sasa hivi Usiligi, sio ile Usiligi nilokuta mimi. Na tulipata pia pochi la mama, tukatupia darasa 1 pale. Kwa hiyo ni karibu madarasa 10 yalijengwa tangu niingie mimi. Kwa hiyo kazi kubwa imefanyika. Na ukienda kwa upande ya tuition, tulipata milioni 50 tukakarabati ile shule ya msingi ile ya zamani kabisa. Sasa hivi kienda madarasa 6 yamekarabatiwa, yanang'ara. Lakini pia sekondari pale nilikuta mimi hostel hamna. Tulipata fedha kutoka halmashauri yetu shilingi milioni 30, tukakamilisha hostel. Lakini pia tulipata fedha kutoka kwenye halmashauri yetu ambazo
ilikuwa ni sehemu ya fedha ya fidia ya laki. Ndio. Sababu tulipoingia sisi tulipata hizo fedha pia. Tulikamilisha maabara pale, ukienda utaona. Tulikarabati vyoo, ukienda utaona. Tulijenga madarasa 4. Ndio. Sekondari pale. Ukienda utaona. Kwa hiyo ni kazi kubwa pia imefanyika. Mheshimiwa, umezungumzia miradi mbalimbali katika sekta ya elimu na hususan shule zilizopo kwenye kata yako ya Oturument. Lakini pia ukagusia na shule ya sekondari ya Usiligi. Kwa sasa hivi Mheshimiwa, inawezekana kuna wanafunzi ambao wanatoka maeneo ya mbali kuja kwenye shule hiyo ya Usiligi. Labda mna mpango gani sasa wa kuwa na hostel ili wanafunzi wale waweze kusoma kwa karibu zaidi? Changamoto ya hostel pale Usiligi ipo na tumeanza kushughulika nayo, kama ambavyo nilitangulia kusema, tunashughulika nayo, na tunapozungumza sasa hivi tayari watafuta wataalamu na wametutengenezea BOQ ambayo mwalimu mkuu anayo au mkuu wa shule. Tunachofanya sasa hivi ni kuita vikao. Tunataka kuita vikao, tuite ODC ibariki ile BOQ, alafu turudi kwa wadau ambao tunategemea kutumia serikali, kwa maana ya halmashauri yetu, wananchi pamoja na wadau wengine wa maendeleo kwenye kata yetu, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaondoa hiyo changamoto. Kwa sababu ni kweli wanafunzi wa pale Usiligi wanatoka maeneo mbalimbali. Wengine wanatoka Kimnyak, wengine Mwandet, wengine pia wanatoka Urmotonyi, wanatoka Lemanya kule. Kwa hiyo utaona kwamba kuna changamoto, na hasa kwa wasichana wanaotoka mbali, wanakutana na vishawishi mbalimbali. Kwa hiyo huo mpango kwa kweli tunao, na ninaamini kwamba tutakapoanza tutapata msaada mkubwa sana kwa wadau, lakini pia kwa halmashauri yetu. Sasa